Zenj TV, tujivunie nyumbani. Leo hii siku ya Alhamis ya Novemba 20 mwaka 2025 ni siku ambayo industry ya burudani kutoka hapa nchini Tanzania imegubikwa na majonzi sana. Na yote ni kutokana na siku hii ndio siku ambayo mwili wa mchekeshaji na MC maarufu kutoka hapa nchini Tanzania wa kuitwa Emmanuel Martis maarufu kama MC Pilipili umepumzishwa katika makazi yake ya milele. Na katika maziko yake ni kwamba watu mashuhuri wengi wamejitokeza katika msiba wake kama vile viongozi wa dini, viongozi wa serikali, wasanii wa muziki wa Bongo Flava, wasanii wa Bongo Movie pamoja na watu wengine mashuhuri ambao ni maarufu kutoka hapa nchini Tanzania wamejitokeza kwa ajili ya kuweza kumpa heshima yake ya mwisho, lakini pia vile kuungana na familia katika kipindi hichi kigumu. Na miongoni mwa viongozi wa serikali ambao wamefika katika msiba na maziko ya MC Pilipili ni pamoja na aliyekuwa spika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kuitwa Dr. Tulia Ackson, naye pia alifika, na kisha kwenye maziko ni kwamba alitoa speech yake na akionyesha hisia zake kwa uchungu akiguswa na msiba wa kifo cha MC Pilipili. Lakini pia vile nimekutana pia na video pamoja na picha ambazo zikimuonyesha Joti ambaye ni mchekeshaji maarufu kutoka hapa nchini Tanzania, naye pia alishiriki katika maziko. Lakini pia vile Moni Central Zone rapa kutokea nchini Tanzania ambaye pia vile nyumbani kwao ni mkoani Dodoma, naye pia alikuwa ni miongoni mwa wasanii ambao wamefika katika maziko ya MC Pilipili. Lakini pia wapo baadhi ya wasanii wakubwa kutokea hapa nchini Tanzania ambao hawakubahatika kufika katika maziko ya MC Pilipili, lakini pia kupitia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na waliweza kuonyesha hisia zao za kuguswa na kifo cha MC Pilipili ambacho kimegubikwa na utata mkubwa sana, na ni kutokana na kwamba MC Pilipili chanzo cha kifo chake ni kushambuliwa na watu ambao bado hawajajulikana. Na kwa hivi sasa ni kwamba jeshi la polisi mkoani Dodoma bado pia linaendelea kufanya uchunguzi na kuwasaka wale wote ambao wamehusika na kifo cha MC Pilipili. Always na siku zote tunafahamu kwamba kila msiba unakuwa na uchungu wake, lakini msiba ambao unasababishwa na mkono wa binadamu ni kwamba unaumiza zaidi. Na hapa nitakutajia orodha ya wasanii maarufu kutoka hapa nchini Tanzania ambao wameuawa kwa kushambuliwa, kwa maana kupigwa. Kiufupi naweza nikasema kwamba vifo vyao nyuma yake kulikuwa na mkono wa mtu. Zenj TV, tujivunie. Namba moja ni Mandojo. Huyu ni msanii wa muziki wa Bongo Flava ambaye alifanya vizuri sana kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava mnamo miaka 2000 akiwa na msanii mwenzake ambaye tunamfahamu kwa jina la Domo Kaya. Ngoma zao kama vile wa Knock Knock ambayo aliweza kumshirikisha Lady JD Commando pamoja na ngoma ya Nikupe Nini. Hizi ni miongoni mwa ngoma zao ambazo zilifanya vizuri sana na kufika kila kona Tanzania na nje ya Tanzania. Binafsi naweza nikasema kwamba Mandojo ni miongoni mwa wasanii bora kuwahi kutokea katika kiwanda cha muziki wa Bongo Flava. Na wengi wetu tulitamani kumuona akiendelea na harakati zake za kimuziki, lakini mambo hayakuwa hivyo. Na ilipofika mnamo Agosti 11 ya mwaka 2024 ndipo ambapo ulikuwa ni mwisho wa Mandojo kuendelea kuishi katika ulimwengu huu. Na kifo chake kilizua utata mkubwa na wengi wakahoji kuhusiana na kifo chake, lakini walishindwa kupata majibu ambayo yanajitosheleza. Namba mbili ni Mbalamwezi. Voko na melody zake zilinogesha sana katika kundi la The Mafic. Naamini wengi wetu bado tunaendelea kuburudika na zawadi kubwa ambazo ametuachia Mbalamwezi kupitia nyimbo zake mbalimbali. Mbalamwezi alifariki dunia mnamo mwaka 2019 ikiwa bado wengi wetu tulitamani kuendelea kumsikiliza zaidi akiwa na kundi lake la The Mafic. Kifo chake kilikuwa na utata mkubwa sana. Kwanza alipotea ndani ya siku 3. Na ndipo wenzake wakaanza kumtafuta, wakazunguka polisi na hospitali zote, na mwisho wa siku walimkuta katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya Muhimbili, na wakaelezewa kuwa aliokotwa akiwa amejeruhiwa vibaya mno sehemu mbalimbali za mwili wake, na tena mwili wake ulitupwa kando ya barabara na ukiwa mtupu kabisa, kwa maana hakuwa na nguo. Vifaa vyake vya muziki kama vile gitaa, simu, mikoba na hata nguo zake ni kwamba ziliokotwa katika eneo la Mbezi Jogoo, lakini inadaiwa kwamba mwili wake uliokotwa katika eneo la Mbezi Africana ukiwa mtupu kabisa. Na kwa baadhi ya watu ambao walikuwa ni mashuhuda walielezea kwamba huenda kabla ya kifo chake aliteswa kwanza kwa kupigwa na kujeruhiwa sehemu mbalimbali za mwili wake na kisha mwili wake ukakanyagwa na gari. Namba 3 ni MC Pilipili. Maumivu ya kifo chake bado ni mabichi sana, na kifo chake kimewasikitisha watu wengi sana, wakiwemo viongozi wa dini, viongozi mbalimbali wa kiserikali, wasanii wa muziki wa Bongo Flava, wasanii wa Bongo Movie na mashabiki pamoja na industry mzima ya burudani kutoka hapa nchini Tanzania imesikitishwa kuhusiana na kifo cha MC Pilipili. MC Pilipili ni miongoni mwa wasanii pendwa sana kutokea hapa Tanzania, na alikuwa na ukaribu na kila mtu na alikuwa ni mkarimu sana.
na ndio maana kifo chake wakati kinatokea kila mmoja alishtushwa na kuguswa na kifo chake kutokana na kwamba MC Pilipili ni kipenzi cha watu. Kifo cha MC Pilipili tunaweza tukasema kwamba ni miongoni mwa vifo vilivyotikisa kwa mwaka wa 2025, na awali taarifa zilikuwa zikisambaa huko mitandaoni ya kwamba huenda amefariki kwa pressure, lakini familia yake ilikuja kuthibitisha kwamba MC Pilipili amefariki kwa kupigwa na watu ambao hadi hivi sasa hawajajulikana. Na hadi hivi sasa ambavyo tunazungumza ni kwamba jeshi la polisi jijini Dodoma linaendelea na msako mkali kuwasaka wale wote ambao wamehusika na kifo cha MC Pilipili. Na hii ni makala fupi ambayo nimekuandalia kutoka hapa Zenji Online TV. Mimi naitwa Nyera Mtanzania, na kusihi sana usiache kusubscribe, kulike pamoja na comment kwa ajili ya kuendelea kupata mengi zaidi kutoka hapa Zenji Online TV. Zenji TV, tujivunie nyumbani.